Habari tulipata kupitia kwa simu ambayo tulipata kwa rafiki yuko hapa Kenya ambaye alipigiwa simu kutoka UAE. Alafu baada ya kupata habari tulijaribu kwa uwezo wetu kutafuta ukweli, confirmation kama ni kweli mtoto wetu hayuko. Baadaye tukapata kweli alikuwa ameaga kupitia nyumba ambao walikuwa wanaishi ilipata moto, na baada ya kupata moto walikuwa trapped pale, waliwekwa pale ndani, wakangojea kwa sababu walikuwa tumepata habari kwamba walikuwa wanaongea na watu wengine ambao walikuwa already wametoka katika building, hiyo building ambayo ilikuwa na moto. So baada ya kushikwa pale ndani walikaa kwa masaa kadhaa ambao tuwezi kueleza kabisa, lakini ilikuwa ni wakati mrefu kidogo. Hata baadaye wakati tulifungua simu zetu tulipata kwamba Benjamin Kioko alijaribu kuita simu ya mama, lakini ikawa kwamba hatukuwa katika mtandao. So baada ya kupata hiyo habari imeweza kutushtua sana. Tumeweza kuwa na shida kubwa tukitafuta jinsi ya kupata ule ukweli. Tumempoteza mtoto, tulikuwa na matumaini makubwa naye. Alikuwa ananiambia, "Mam, nikifanikiwa vizuri tutafanya mambo makubwa na utaona." Kwa hivyo mioyo yetu iko katika shida kubwa sana, tukifikiria kwamba mtoto wetu aliitisha msaada kule Dubai akiona moto na hakusaidika.